Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV? Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo jopo zima la PMTV limekuandalia, lakini zitasomwa nami Raymond Elias. Na baadhi ya mambo ambayo tumekusanyia leo hii ni pamoja na kauli ya meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, nikiwa namzungumzia Ahmed Ally, baada ya mashabiki wa klabu ya Simba hapo jana kuweza kuitisha press conference wakiwa wanazungumza ya moyoni, lakini pia kwa kunazungumzwa kwamba kuna dua ya Al-Badil ambayo inaweza kusomwa. Lakini tofauti na hapo, tupo na tetesi za kocha Suleiman Matola ndani ya klabu ya Simba. Atasalia ama ataondoka? Baki nasi ili uweze kujua. Lakini tunapana kuondoka mpaka huko ambako timu ya taifa ya Tanzania imeweka kambi, ambako jina la Selemani Mwalimu Sele Gomez limejumuishwa kwenye kikosi cha Miguel Angel Gamondi. Kaijumuishwa kwenye kikosi hicho. Nani kaondoka? Basi salia nasi PMTV ili uweze kujua nani amempisha Sele Gomez ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Lakini wakati unasalia nasi, basi nikukumbushe tu pia tupo na PMBet, kampuni nambari 1 kwenye masuala ya ubashiri. Kwa wale watu ambao wanaweka mikeka, leo ni Jumamosi yenye mechi nyingi. Fanya bashiri zako kupitia pmbet.co.tz, kwa sababu huko hutoishia kushinda pesa peke yake, bali kushinda pesa unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Na bila kupoteza muda bwana, tunaanza na lile chapisho ambalo limeandikwa na meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, nikiwa namzungumzia Ahmed Ally kuhusiana na press conference ambayo ilikuwa imeitishwa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba hapo jana. Meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Simba ameandika ujumbe wa kuwatuliza mashabiki wa timu yake, ikiwa ni baada ya siku ya jana baadhi yao kutangaza watakuwa na dua maalum ya kuombea wanaoikwamisha Simba. Ahmed Ally ameandika ujumbe akiweka wazi kuwa wenye jukumu la kuilinda Simba ni wanasimba wenyewe, na kabla ya kuzungumza chochote, fikiria kwanza maneno yako yanalinda taswira ya klabu hiyo. Mtanukuu kile ambacho amekiandika Ahmed Ally, anasema kila mwenye damu ya Simba na amekula kiapo cha kuipenda hana budi kuilinda na kuitetea kwa gharama yoyote ile. Haya maneno yanakuja baada ya ile kauli mbalimbali ambazo zilikuwa zinazungumzwa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba jana, wakiwa wanagusia jasusi, wakiwa wanagusia baadhi ya viongozi, lakini pia wanagusia watu ambao inasemekana wanavujisha siri ndani ya klabu ya Simba, na kwa mjumuisho wao wakawa wamezungumza kwamba watafanya dua ya Al-Badil ili kuweza kugundua ama kuwasomea kisomo wale ambao wanaikwamisha klabu ya Simba. Sasa wewe pia unatakiwa tuachie maoni yako hapa. Upo upande wa Ahmed Ally, upo upande wa klabu ya Simba, ama upo upande wa mashabiki ambao wanaamini kuna baadhi ya watu ambao wanawakwamisha? Lakini haya yote yanatokana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba. Imepoteza michezo miwili ya kimataifa kwenye hatua ya makundi dhidi ya Esperance de Tunis hapa nchini Tanzania, lakini pia imeenda Mali na kupoteza mchezo wake dhidi ya Stade Malien. Lakini pia kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, mchezo wa mwisho klabu ya Simba ilipokea kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Azam, na huo mtafaruku ndio umeleta kadhia ambayo inasababisha baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba waweze kuona kwamba kuna watu wanawakwamisha, na ipo haja ya wao kuweza kufanya dua ya Al-Badil ili kuweza kuwaumbua watu ambao wanaikwamisha klabu hiyo. Lakini pia tukibaki ama tukiendelea kusalia ndani ya klabu ya Simba, zipo tetesi ambazo zinamhusu Suleiman Matola Velon, ambaye tangu meneja wa klabu hiyo Dimitar Pantev aweze kuondoka, basi yeye amekabidhiwa kijiti cha kuinoa klabu hiyo ya Simba, akiwa amefanikiwa kuinoa klabu hiyo kwenye michezo miwili. Mchezo wa kwanza dhidi ya Mbeya City, ambapo klabu ya Simba iliibuka na ushindi wa mabao 3-0, lakini mchezo wao wa pili Simba ilikutana na kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya klabu ya Azam. Matokeo hayo yameleta taswira tofauti na mkanganyiko. Wapo ambao wanaamini kwamba Suleiman Matola hatoshi kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba, lakini wapo ambao wanampigia debe Suleiman Matola kwamba anastahili kubaki ndani ya klabu ya Simba. Na tetesi ambazo zimetufikia sisi PMTV ni kwamba kulikuwa na kikao cha dharura
ambacho kilikuwa kinafanya tathmini na kilikuwa kinazungumza uwezekano wa aidha kumwachia Suleiman Matola timu ama kumwacha akatafute changamoto nyingine nje ya klabu ya Simba, kwa sababu kocha anayekuja inasemekana, inawezekana akawa anahitaji yeye kuja na wasaidizi wake na pengine asihitaji huduma ya Suleiman Matola. Sasa nitakupitisha hapa kidogo kwenye ni kama CV ya Suleiman Matola ambaye amehudumu ndani ya klabu ya Simba kwa kipindi kirefu na amekuwa chini kwa takriban ya makocha 10. Amekuwa chini ya Patrick Ausems, lakini pia amewahi kufanya kazi na Sven van der Broek, lakini pia amewahi kuwa chini ya DJ Gomez da Rosa, lakini pia amewahi kuwa chini ya Pablo Franco Martin, lakini pia amewahi kuwa chini ya Marco Zola, lakini pia amewahi kuwa chini ya Juma Ramadhani Mgunda, lakini pia amewahi kuwa chini ya Robertinho Oliveira, lakini pia amewahi kuwa chini ya Abdelhak Benchika, bila kusahau amewahi kuwa chini ya Dimitar Pantev, lakini pia ameshawahi kuwa chini ya bwana Fadlu Davids. Sasa na wewe unatakiwa tuachie maoni yako hapa. CV ya Suleiman Matola haitoshi kuwa kocha mkuu ndani ya klabu ya Simba, ama unatamani naye angeza kupewa nafasi ili aweze kuonyesha kile ambacho yeye ama baadhi ya watu ambao wanaamini kipo ndani ya Suleiman Matola. Lakini pia tukisalia hapo hapo ndani ya klabu ya Simba, bwana Selemani Mwalimu Sele Gomez, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania ambaye yupo kwa mkopo ndani ya klabu ya Simba akiwa ametokea Wydad Athletic Club, amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya Taifa Stars ambacho kipo kambini kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya AFCON. Hapo awali kikosi ambacho kilitolewa na mwalimu Miguel Gamondi hakikuwa na jina la Selemani Mwalimu, lakini taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba Selemani Gomez amejumuishwa kwenye kikosi hicho. Na nini ambacho kimefanya ajumuishwe? Basi ni majeraha ambayo yamempata kiungo mshambuliaji wa timu ya Azam, nikiwa namzungumzia Abdul Suleiman Sopu ambaye ameumia akiwa kambini. Hivyo basi imemlazimu kocha Miguel Gamondi kuweza kuchagua mtu mwingine ambaye ataichukua nafasi ya Abdul Suleiman Sopu kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kinajiandaa na michuano ya AFCON, ambapo kwenye kundi tupo kundi moja na timu ya taifa ya Nigeria, tupo kundi moja na timu ya taifa ya Tunisia, lakini pia tupo kundi moja na timu ya taifa ya Uganda. Na Suleiman Mwalimu ameongezwa kwenye watu ambao inawezekana wataenda kuipigania timu ya taifa ama taifa la Tanzania kwenye michuano ya AFCON. Sasa wewe tuambie umezipokea vipi hizi taarifa kuhusiana na Selemani Gomez kujumuishwa kwenye kikosi hicho, lakini pia kuhusiana na Suleiman Matola kuweza kukatwa jina ndani ya klabu ya Simba, lakini pia kauli ambayo ameitoa meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, nikiwa namzungumzia Ahmed Ali. Lakini pia wakati unaacha komenti yako kuhusiana na taarifa ambazo PMTV tumekukusanyia, usisahau kuendelea kubashiri kupitia website nambari 1 ya michezo ya kubashiri. Sasa hii na kupitisha kwenye kasino, hii ni kwa wale watu ambao hawataki kwenda kasino, wanataka kufanya kila kitu kwenye simu zao. Basi PMBet nao wamekufikia wewe kwa mzungusho ama spin yoyote ya shilingi 500. Basi jua unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Harrier ambayo inatoka kila siku, yani unashinda pesa, lakini pia unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Harrier ambayo inatoka kila siku. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias, bye bye kwa sasa.